Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mashuke. Kumwepuka mtu. Kuzijua hisia za mtu kwa kitu. Kumruhusu mtu akuambie anachotaka kukujuza. Akili yako kutulia baada ya mambo mengi kuwa sawa. Kuupenda sana utulivu. Ndio unaokupa amani na faraja moyoni. Unachokipanga kinaweza kuwa na matokeo makubwa ila bado unasita. Mtu atakuhisi tofauti baada ya kumwambia kitu na kikatokea kweli. Inaweza kuwa ni ndoto au jambo lilomhusia. Nyota ya ng'ombe. Mtu atakuuliza jambo ambalo ulishamjibu. Kuongea kitu ambacho mtu hatopendezwa nacho. Utajihisi umechelewa kurekebisha tatizo. Ukimya wa mtu fulani una maana ya ukumbusho kwako. Utabishana na mtu bila kujua kama unakosea. Utapokea baraka au sifa ya mabadiliko yako. Utajipa nafasi ya kujiamini. Nyota ya mbuzi. Huhisi kuchelewa kwa jambo. Utahisi mtu alikufikiria vibaya. Kuchubuka ulimi kwa kitu utakachokula au tatizo litakalosababisha hivyo. Kuusifia uzuri wa mtu. Kuzijua taarifa za mtu ambazo hajakushirikisha. Kumuuguza mtoto au mtu yoyote. Kuota mambo ya vita au mapigano. Kutumia maneno ya tafsida au maneno yenye kuficha ukali, ukiwa unazungumza na mtu. Nyota ya nge. Kutamani ufanye jambo ila utakuwa mwenye kusita. Kuhisi maumivu ya taya. Kuongea mwenyewe kwa kitu unachokiwazia. Kuonesha hali ya kutompenda mtu fulani kwa sababu ulizokuwa nazo. Kumwepuka mnyama mkali sehemu. Kuituliza hali yako unayoihisi. Nyota ya samaki. Kumwokoa mtu kwenye tatizo au mateso aliyokuwa akipitia. Kukutana na walevi wengi njiani. Ni ishara ya kujulishwa ukweli wa adui yako. Mtu kukujua vizuri baada ya utambulisho wako. Kuikumbuka ndoto yako baada ya kuona kitu. Kutimiza nia yako au ulichokipanga. Nyota ya kaa. Uchovu wa mwili kuuhisi sana maeneo ya miguu. Kuwazia jambo la kifamilia. Kumwokoa mtu kwenye tatizo au mateso aliyokuwa akipitia. Kubadili njia umuonapo mtu fulani. Kuhisi mtu atakutafuta leo. Kuyatafakari maneno ya mtu. Utaahidi kumfanyia mtu kitu. Kufikiria jambo kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Kuhisi ulichelewa kufanya kitu au kupata taarifa. Mtu atatimiza ahadi yake. Nyota ya mizani. Kuona ni muda mchache uliopatiwa kwa jambo fulani. Kuacha ukorofi au jambo la kumuudhi mtu. Utatamani kufikia mafanikio. Mpini wa kisu kukatika au kisu chenyewe. Unajulishwa adui yako atakuwa mbali na wewe. Pia usaidizi wa mtu fulani kufikia tamati. Kumuhisi mtu ana matatizo. Uti wa mgongo utakuwa unasumbua kwa maumivu. Kutolala kwa raha. Kuzoeleka kwa haraka sehemu. Nyota ya ndoo. Kuelewa mambo kwa haraka. Kumkazania mtoto katika ulaji au mlo wake. Kicheko cha mtu utajua kuwa kina maana ndani yake. Kupanga vitu upya. Kushtushwa na sauti ya kitu. Mtu anajisogeza zaidi kwako kwa kujirudi au kutaka ushirikiano. Nyota ya mapacha. Kuna usumbufu utakao kuwa unajitokeza kila wakati. Kuona mtu ana malengo mazuri na wewe. Kukosa hamu ya kula. Kukaa sehemu inayokupa amani na si kelele muda wote. Kusumbuka kuingiza chaji kwa simu. Kushikilia kitu kwa muda mrefu. Nyota ya simba. Mtu atakuelezea jambo lake. Kupata cheti cha mtoto. Kufikiria kuhama. Kukosa hali ya utulivu sehemu yako ya utafutaji. Kujivunia hatua ulizozipiga lakini unahisi bado kuna utekelezaji mwingine. Utafurahishwa na maneno ya mtu. Kuona thamani kubwa ya wema. Ulimwengu unakufundisha kwa vitendo. Hivyo utajua kitu kwa ukubwa hata kama ulikuwa mwenye kupuuza. Utairuhusu nguvu ya dua njema au maombi yatende katika maisha yako. Simba, usiruhusu kukata tamaa kwa changamoto unazozipitia. Utakuwa na mashaka ya kitu na kitakuwa kama ulivyodhani. Kuhisi kuna upinzani mpya uliojitokeza katika maisha yako.
Hutaonesha hali ya uoga unapokuwa na watu fulani. Utamuonya mtu kwa vitisho. Nyota ya punda. Utakuwa mwenye mambo mengi kwa kutaka kutekeleza. Kususa au kuhairisha kitu baada ya kuona kinachelewa. Kumtazama mtu kwa upendo. Mtu atakwambia ya moyoni mwake. Kuguswa na maneno anayokuambia mtu kwa hisia zenye mapokezi. Kuukumbuka msaada wa mtu. Kuhitaji uwe huru kwa utekelezaji wa mambo yako. Mtu anajaribu kuwa juu yako lakini anashindwa. Kuheshimika. Nyota ya mshale. Kuona ukweli wa jambo ulilokuwa unaambiwa. Leo utakuwa mwenye kuwakumbuka sana watu wa zamani ulioishi nao au uliowafahamu. Kusikitishwa na kitu. Maamuzi ya mtu yatakushtua au kuyaogofya, ila atakuwa yuko sahihi. Kupatiwa kitu cha mkononi. Mtu anakuheshimu kutokana na unavyomjali. Unatakiwa kuchunga sana maneno yako ili usikwazane na mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.